Aha. Mpaka sasa hivi kwanza takwimu zinatuambia kwamba kila watoto 10 wanaozaliwa mtoto mmoja anazaliwa kabla ya wakati wake. Na kwa Tanzania tunasema kwa mwaka ni kama watoto 2.5 wanazaliwa. Na kati yao hao ukipiga mahesabu unakuta ni kama sasa 240,000, 250,000 wale watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda wake. Tunashukuru kwamba uwekezaji umekuwa ni mkubwa na watu wa huduma wamejiongeza zaidi na wana uwezo wa kulea hawa watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda wao. Kwa sasa hivi Tanzania mtoto ambaye anazaliwa na gramu 600, gramu 700 anaishi. Na hapo nyuma haikuwa hivi. Unakumbuka hata tunasema definition ya abortion ni wiki 28, lakini sasa hivi mtoto akizaliwa wiki 20, wiki 22 mtoto huyu anaishi. Kwa hiyo tunashukuru kwamba teknolojia imetusaidia, lakini pia uwekezaji mkubwa ambao umefanyika kwenye hospitali zetu, lakini morali iliyopo kwa watu wa huduma wetu wanaofanya kazi kitengo cha labor ward na neonatal unit wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa karibu na wazazi na walezi ili watoto wale waweze kupatiwa joto la mwili kwa mwili, tunasema kangaroo mother care, lakini pia waweze kupata zile huduma zingine za kimatibabu. Lakini pia tuna vifaa mbalimbali vya kiteknolojia vinavyotusaidia katika kutoa huduma hizi za watoto, mfano huduma za joto, watoto wanaoshindwa au mama zao wenye changamoto, ambapo mama anashindwa kumweka mtoto katika hali ya kangaroo, anaweza yule mtoto akawekwa katika incubator au akawekwa katika woma ambazo zitamsaidia yule mtoto kupata joto na zinapunguza kwa kiasi kikubwa sana asilimia za huyu mtoto kuweza kufariki. Kwa hiyo tumeona kabisa uwepo wa teknolojia katika huduma zetu imetusaidia sana kupunguza vifo vya watoto wachanga, hasa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati ukilinganisha na wakati wa kabla teknolojia haijaja.